property ya mtu. Kanisa yoyote ile, whether Christ Salvation ama yako ya ushago ama ya mahala pengine, sio ya watu wale, sio ya ukoo, sio ya sehemu hiyo. Makanisa yote yaliyokuwa ulimwengu huu, makanisa yote ni ya Kristo. Sitaongea kuhusu kanisa isiyo ya Kristo, maana hiyo sina ripoti yake. Lakini naongea kuhusu kanisa ambalo Yesu Kristo ndio anasifiwa, Yesu Kristo ndio anatawala. Kanisa hiyo ama makanisa hayo yote, makanisa ni ya Mungu. Na kwa sababu ni ya Mungu, basi wale wote ambao ni viongozi ama wale walio washirika ama yeyote yule anayeshika nafasi yoyote, afanye kazi hiyo kwa niaba yake. Anafanya kwa niaba ya mwenye kanisa. Umeelewa ile kitu nasema? Mwenye kanisa ni Mungu. Na wote wanaofanya, hata viongozi wa kanisa hili, hata pastor wenu, hata bishop wenu, hakuna kazi ya mtu hapa. Kazi yote tunayofanya ni ya yule ambaye ni mwenye kanisa. Umeelewa ile kitu nimesema? So what does that mean? Inamaanisha ya kwamba tunapomfanyia, then mwenye kusema ama mwenye kujibu ama mwenye kucomment anything, itakuwa ni mwenye kufanyiwa kazi. Sawa? So ndio swali nauliza leo. Je, Yesu angesemaje ama atafanyaje? Na nitakupatia sehemu kadhaa yenye nitafikiria ama tutafikiria Yesu angesemaje kuhusu hapo. Maisha yako wewe na maisha yangu mimi, hata hiyo si yako na si yangu. Maisha ni ya nani? Aliyepeana. Na anapeana kwa miaka kadhaa kwa kila mtu. Mwingine anapewa 117, ndio highest kwa ulimwengu wa sahi. Highest ulimwengu 117. Mama moja ya anaitwa Maria, ya nchi inaitwa Spain, 117. Lakini majority 100, majority 70, majority 50 na kuteremka. Lakini kwa miaka ile kila mtu amepewa. Umepewa kwa sababu kuna kazi yenye utapeleka kwa nani? Kwa mkubwa aliyepeana nini? Maisha. Unaelewa hapo? So one day, one time, kila mtu atarejesha file. Na akirejesha file, kuna mtu atatoa comment. Kuna mtu huko juu atatoa kitu naitwa approval ama something. So nataka tusome neno ambalo liko Waibrania 12 mstari wa 2. Ndio ujue mwenye kanisa ama mwenye wokovu ama mwenye Ukristo ni nani. Hebrews 12:2. Kitabu ya Waebrania mlango wa 12 mstari wa 2, maandiko yanasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake
tukitazama Yesu mwenye kuianzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. So kulingana na neno hili, kuna maneno mawili yametumika hapo. Moja inaitwa author na nyingine inaitwa finisher. Moja inaitwa author, which is the founder, and the finisher is the perfecter. Kwa Kiswahili inaitwa mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. So inamaanisha mwanzo ni Kristo. Sawa? Mwanzo. Na mwisho huko ni nani? Ni Kristo. So inamaanisha inapoanza, inaanza na nani? Inaanza na Kristo. Inapokamilishwa, inakamilishwa na nani? Inakamilishwa na Kristo. Sasa kati ya hiyo iko mtu katikati hapo. Aliye katikati ni wewe ulianza pamoja naye na mnamaliza pamoja naye. So it means therefore hakuna mtu aliye nje ya system. Inakuwa lazima uanze na yeye kama itaanza na mumalize pamoja naye. So iko katikati, mumeanza pale na mnamaliza somewhere. Mumeelewa mpaka hapo? So hakuna kanisa ya mtu ama ya kikundi cha watu. Kanisa yote, makanisa yote, yote ni ya Kristo. Yeye ndio alianzisha, yeye ndio mkamilishaji. Actually Biblia inasema yeye ni Alfa na yeye ni Omega. Yeye ni Alfa, yeye ni Omega, yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Sasa inamaanisha kuna kitu inaitwa compass. Compass kwa wale mlienda shule zamani. I'm not sure kama bado inatumika. I think ya saa hii compass ndio Google, sio? Kwa saa hii ndio Google Map. Na GPS. Lakini wale ambao mlisoma wakati wetu wa analog, kulikuwa na kitu iko na direction 4. Iko na north, iko na south, iko na east na iko na west. Ilikuwa naitwa compass. Sasa ulipokuwa ukiingia kwa maji ama sehemu yoyote ile, hiyo kitu ilikuwa na kuelekeza. Everywhere ilikuwa nasema north iko hapa. So ukishachua north iko hapa, then unaanza kutafuta direction yako. Ilikuwa naitwa compass. So inamaanisha mwenye compass, mwenye direction, mwenye njia, ndio mwenye ako na Google Map. Ni nani? Ni Kristo, ambaye ndio mwanzilishi na ndio mkamilishaji. Mumeelewa? So it means therefore wakati tutaachana na map ama wakati tutaangalia kwengine na map imeachwa, then kupotea njia itakuwa. Yani ukitoa macho yako kwa Google Map, ukitoa macho yako kwa hiyo compass, then itamaanisha utapotea njia. So nimekuambia kwa lugha rahisi, number 1, mwanzilishaji na mkamilishaji wa kazi hii na kanisa yote pamoja na wokovu ni Kristo. So now ile kitu nataka nikueleze, kama ndio hivyo basi, ye lazima ako na usemi. Ataanza kusema katika hii safari ye anaonaje, ye anasemaje. So kutakuwa na sehemu nyingi tu ambayo tutaiangalia baadaye. Number 1, tutaangalia yeye alionaje na alisemaje kwa mwenye dhambi. Yeye alionaje na anasemaje kwa mtu anayepotea kwa dhambi. Yeye anasemaje
na yeye anaonaje kwa watu wanaofanya biashara? Yeye anasemaje na anaonaje kuhusu maombi? Na yeye anasemaje na anaonaje kuhusu matoleo, hata fikira zetu na maneno yetu na tabia zetu? Kwa sababu yeye ni mwanzo na mwisho, atakuwa na usemi ya kila sehemu. Mimi naweza jisemea mambo mengi tu, lakini final word ni mwenye kazi atakayesema kitu kunihusu, na yake itasimama. Wakati mwingine wapendwa, inanihusu mimi. Najiulizanga mara nyingi tu, hata wakati nasimama hapa, ninajiulizanga kwa ile injili nitawahubiria leo, je, kwa injili hii mwenye kazi huyu Yesu Kristo anasemaje na anaonaje? Maana isiche nikafanya kitu ya kwangu na nikakukulia muda wako, nikakuchosha hapa, na mwenye kazi akiongea ataweza ongea kinyume. It bothers me, it concerns me, and it should also concern you, and it should bother you. Bwana asifiwe. It should bother you. Je, Yesu akakuja asubuhi saa 4, saa ile tunaingia, akasimama kwa mlango wa gate. Gate huku, si hapo, huku main gate A. Maana amuoni, so amuta sema anything. Lakini one day anaweza akashuka pale, akaona Emmanuel akiingia, mke wake ameacha nyumbani masaa mawili. Atasemaje? Ataonaje? Mwingine amekuja jasho iko kutoka kichwa mpaka chini, anaonaje? Anasemaje? Mwingine ana maneno na mtu kwa macho ya mwanadamu, lakini yeye anasemaje na anaonaje? It's a serious question, and I pray today it may bring some thought in you. Sitarajii nipate jibu kwa mtu, lakini ni kitu nataka ukae ukijua, je, yeye anaonaje na anafikiriaje kwa jambo hili? Yeye anasemaje kwa ajili ya jambo hili? So, nataka nianzie somo moja ambalo liko kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 9 hadi 13. Nataka nianzie hapo. Mathayo 9 mstari wa 9 hadi 13. Kitabu ya Mathayo mlango wa 9 kuanzia mstari wa 9 hadi 13, maandiko yanasema, naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno hayo, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana si kuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Asante Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa nafasi. Asante kwa neno lako asubuhi ya leo.
ninaomba Bwana kutoka mwanzo hadi mwisho wa neno hili ukanielekeze na ukatubariki. Neno hili likamfikia mtu kwa njia ambayo ataweza kuelewa, ili tunapoishi maisha haya iwe ni jukumu letu na iwe ni sehemu ya maisha yetu kuuliza swali hili ya kwamba mambo yote tunayofanya ulimwengu huu inaweza, unaonaje na unasemaje kuhusu? Ni ombi langu asubuhi ya leo ya kwamba kila neno litokalo kwa vinywa vyetu, hata mawazo yetu, yakalete utukufu kwa jina lako. Bwana, tutakapoulizwa na wewe, jibu litapatikana ya kwamba sisi ni wafanyikazi waaminifu. We will be called the good and faithful servants in everything that we do, even in your kingdom. Father, I pray today that you will help me. You will teach me your ways. You will help us today that we may understand your message for our lives. Speak to us in a language that we can understand. For it's in Jesus' name that we pray and we believe. Amen. Amen. Wapendwa, kuna watu ambao kila mtu wa nyumba yake. Sisi ni wa Afrika na tunapokeanga wageni kwa nyumba zetu. Kwa nchi ya ng'ambo, ukifika kama wewe uko kwa timetable ya ukali, imagine watakula ukiwa hapo. Yaani kila mtu anakamata kabisa, anakula, wewe uko tu. Wanamaliza, anasema sorry brother, we made lunch or dinner for 2 people. Hivyo. Lakini ukikuja kwetu sisi wa Afrika, hapana. Tutaanza either tukawe ile yangu ama tuwakuachie ya kwetu, sisi tujipange style nyingine. Si ndio ile ifanywa? And I think ni kitu mzuri. Lakini unajua wakati mwingine kuna wageni tunapokea kwa nyumba zetu, nyumbani. Alafu baadaye badala ya kuwa baraka kwenu inakuwa mtu ya shida. Kwa mfano, ninajua watu wengi ambao walikaribisha sister ya mume, sister ya mama, ya mke, ama brother ya mume kwa familia. Wakaishi, all of a sudden yule brother amekuwa kikwazo kila upande. Anaanza kung'ang'ania kiti na mke wa nyumba. Mama anataka kurelax, aweke miguu yake juu, haone TV channel zake, angalia CNN, angalia BBC, angalia mahubiri. Lakini ile mgeni ndugu, yeye ndio mwenye remote. Unajua hivyo? Yaani inakuwa yeye ndio ametawala nyumba hiyo. Tulipata moja zamani, tulikuwa nchi moja na mama huyu. Yaani sofa ilikuwa moja. Maisha hii Mungu tu ametusaidia. Tumekuja kutoka mbali sana. Ilikuwa sofa ni moja. So kumekuja mgeni mwanaume. Kwa hiyo wiki 3 hatukukalia sofa sisi. Unaona ile kiti gumu ile. Ilibidi sisi wote tuame kwa sofa tuketi kwa kiti ile ngumu. Ndugu ndio ametawala. Remote ni yeye. Vivindi vyote hata yetu hakuna. Amekalia ile kitu mpaka imepata mutaro. Maana amekalia asubuhi, jioni, mchana. Sasa one day tukakata garage na mama.
Sema hii haiwezi endelea. Tumeita jamaa mkutano jioni. Sema brother, Mungu akubariki. Si hata hatukuwa tumeokoka, tulikuwa tumeokoka sana. Nasema brother, Mungu akubariki. Tumekaa nawe wiki 2. Lakini sasa whatever mission ulikuwa nayo isaita imeisha, na kama haijaisha utakuja ukamilisha siku nyingine. So tunakupatia siku karibu 3. Jiandae. Baada ya siku 3, kwa neema ya Mungu, endelea na safari yako. Roho safi. Maana atungefanya hivyo, mwisho tutafanya nini? Tutakosana. Na yeye ni Mkristo na sisi ni Wakristo. Nani ataweza kuwakutanisha? Maana haikuwa ni mgeni wetu, ilikuwa ni mgeni amekuja church. Amekuja church. So pastor wa huko akasema, wapendwa, kwa sababu hatuna space ya kutosha, basi mkae na ndugu huyu. Hata yeye alifikiria ni siku 2. Lakini siku 2 ikawa siku 3. Siku 3 ikawa wiki 1. Wiki 1 ikawa wiki 2. Wiki ya 3 ndio tukasema this is enough, is enough. Kweli. Sasa wengine wenu mmekaliwa style hiyo. Yaani unaogopa ukimkalisha, ukitaka kwenda ushago utashikiwa mkutano. Ya kwamba ndugu yetu alikuja Nairobi, umemwaras kwa kiwango kubwa. And you know wakifika pale wanaongea lugha kubwa, wewe una ability ya kusema. Kusema tulituma sister mdogo, tunasikia wewe umemlasa yeye njaa. Tunasikia ulimtumia kufanya kazi mpaka amerudi amekonda. Lakini kumbe aliyeumia ni mimi. Yaani mimi ndio nimekatazwa vitu vyangu vyote kwa ajili ya brother na sister. So if you were to be asked, je, utasemaje? Utasema kitu tu. Ngine utasema huyu jamaa tangu akuje tumeteseka kwa wapi? Kwa nyumba yetu. Mwingine utasema kwa miezi ile amekuwa hapa, mawiki amekuwa hapa, huyu mtu amekuwa ni wa baraka na amekuwa ni ya faida. Na nataka niwaeleze wapendwa, ukisikia umekaa na nyumba kwa nyumba ya mtu, alafu once in a while unaulizwa unaenda siku gani, ujichasie ujue umekuwa kwaso na kero kwa nyumba hii. Kwa mtu ananielewa? Lakini kuna watu ambao wakitaka kuondoka naambiwa epuka kaa wiki nyingine 1. Ujue wewe ni mtu wa muhimu kwa hiyo nyumba. Ujue umeongeza dhamana, hujatoboa kiti cha mama na mzee. Yaani hata kama ulitoboa unachangia kwa style nyingine yenye inaleta. So sijasema muende mfukuse wale wako. Sijasema. Lakini nataka niwaombe wenye mko mnaishi na watu. Maana hata na sisi tuliishi na watu. Lakini kuna tabia ya kuishi na watu. Kuna tabia ya ustarabu ya kuishi na watu. Wengine wanapokaa hivyo, hakuna chakula inambita. Breakfast watoto wakipewa yendo ya kwanza. Na watoto wanapokula slice moja yanachapa ngapi? 4. Haya imepita hiyo, tuache. Saa 4 kama iko uchi imepita hapo, watoto wanakunywa kikombe ndogo, yeye anapita na ile kubwa, ile mark. Lanji ikifika my friend, hata usiseme. Yeye ndio mwenye kusema. Na sasa si mbaya, lakini unapokaa kwa watu, kadiri uwezekanavyo uwe mtu wa faida kwao. Kama una pesa ya kuwa faida kwao, tumia nguvu zako, tumia akili yako, ujishughulishe, uelewe familia hii inataka kitu gani. Kwa njia hiyo utaishi vizuri na watu. Na ndio maana kuna wengine wenu mumeandikwa kazi.
kukitokea kitu naitwa retrenchment, title yako ndio inaondoka mapema. Unaambiwa brother, sorry, your title has been scrapped. Hakuna kitu inaitwa title ku scrap. Imetafutwa mbinu yote ya kukungoa, imeshindikana. So ikasema the only way ngoa kibao ya mtu ndio hata yeye apake akisema hakuna kazi. Lakini mtu muhimu kwa kazi ataambiwa brother, hata kama position yako hakuna, epuka akaa hapa kidogo. Ujue huyo mtu ni mtu wa maana, atatafutiwa sehemu. So katika maisha haya wapendwa, nataka niwaeleze kuna usemi kukuhusu. Kuna usemi mtu atasema kwa ajili ya maisha yako. Ukijisemea hakuna mtu atakuelewa, lakini ukisemewa then hiyo kitu itaeleweka vizuri. So hata kwa injili tunayofanya wapendwa, hata mimi nikajisemea leo, nikasema nafanya hivi, nafanya vile, haitakuwa na uzito. Lakini nikisemewa na mwenye kazi, hapo hata asiposema isikike, itakuwa na effect katika maisha ya mtu. Bwana asifiwe. So what I am telling you today, na wauliza swali, je, Yesu atasemaje na atafanya nini? Atafanyaje kwa ajili ya jambo fulani? Wiki hii nikaenda industrial area, kwa na shughuli ikanichukua full day toka asubuhi mpaka jioni. Wale ambao mmefanya industrial area mnajua tabia zetu za huko. Maisha ngumu kiwango chake, na watu wengi wakapita hapo wakiuza vitu vyao. Lakini yule ili take interest yangu ni jamaa alikuwa anauza miwa. Asubuhi nimepika mapema kabisa saa 2 saa 3. Jamaa amepita hapo, ako na mkokoteni imejaa miwa tu. Miti ile inaweza kuwa maybe 200, maybe 300. So tukaanza kuchonga mapema. Najua unapewa kidogo, si mingi. Nakatiwa, nawekwa kwa polythene. Namaliza 20 bob. So saa 6 amepita tena, maana jua ni kali, another 20 bob. Saa 11 amepita 20 bob. Lakini alipopita saa 11 nika notice kitu very different. Ile mkokoteni ilikuwa imejaa asubuhi, imepaka karibu 3 or 4. Sasa tukaulizana na wenye tulikuwa hapo, kwa sisi wote leo nani ame make money hapa? Maana to you unaweza angalia 20 bob hiyo ukafikiria ni pesa kidogo. Lakini ukikata, maana hiyo mti moja inaweza kuwa 20 bob mara karibu 3 4. So inaweza kuwa 100. Na kama alikuwa na 300, ameuza 300 times 100. Au maji start kwa hesabu ya haraka 30,000. Hata ukatoa cost ya 20, utapata na ngapi? 10. Wiki ya kwanza amelipa rent, mesha. Na si nyumba ile ndogo. Maana kama ni 10, na kwa wiki moja ashaokota kila siku karibu 10, si amelipa ile nyumba tunapenda wote. Actually si wiki ya kwanza, siku ya kwanza. Kesho atalipa ya school fees, si ndio? Siku ya 3 analipa ya food. Siku ya 4 analipa ya watu ya ushago. Kutoka siku ya 6 mpaka tarehe 25 yote iko wapi? So some of us tunadharau ya ukweli. Sema hii 20 bob itasaidia nini? Hii 20 bob itafika wapi? Maana wewe umeangalia 20 bob, lakini yeye ameangalia from the quantity. Na iko watu Kenya hii, hata kanisa hili
Na hii nataka niwaombe wapendwa. Kuna watu hata kanisa hili wako na madharau. Nasikia ile kitu nimesema. Iko watu kanisa hili wako na madharau. Nasema hivyo kwa sababu kuna wengine wana kazi. Na kwa neema ya Mungu na ile connection tuko nazo, tunaambia brother, sister, iko kazi hapa ya shilingi 10,000 kwa mwezi. Do you know what some of you say? Aki, do you know what some of you say? 10,000 mimi sitaki. Kama siku 15 sichukui. Okay, sawa. Lakini kesho anaona brother yenye ameenda mchengo. Mchengo saa hii ni 600, 700. Naambia mimi nimesota nipatie 200. What? Umeacha yako ngapi? 10. Hukutaka. Na unanyemelea ya huyu 200 yenye ameenda mchengo. Iko hiyo fikira mnaonaje? Si iko kitu inakosa. So that's why I'm saying iko madharau. The right way, when you don't have anything, you take what is available, number 1. Alafu uigoje ile ulikuwa nafanya nini? Nataka. Sini sawa. You take what is available. Itakupatia vitu 3. Number 1, itakupatia fare ya kwenda kutafuta ile unataka. Number 2, itakupatia pesa ya kutoa photocopy ya CV pamoja na ile good conduct pamoja na kupeleka kwa cyber kama inatumwa na email. Number 3, itakupatia pesa ya kununua kiatu. Maana wakati tunakujanga interview, sisi wenye tulikuwa panel ya interview, chama akiingia kwa mlango, the first thing we check kiatu. Tukiona kiatu hivi, najua hii hakuna matumaini hapo. Kama najua hiyo kitu nasema ni kweli. There are some shoes yenye inaenda ikiabudu. Ukikanyanga imekusanya maji. Ukiachia imekusanya matope. At the end of the day, mahali utageti, Mungu anajua. Itakuwa ukifika kila mtu anakusonga. Usifikirie wanakusonga kwa sababu space hakuna. Ile kiatu imerusha. Now, I'm not talking about it in bad way. I'm talking about it in the way ya kwamba musidharau vitu hivi vidogo. Hivi vitu vidogo ukiwa una kitu uishikilie ikupeleke kwa step ya pili. Bwana asifiwe. So, sitakataa kuwapokea 10-3. Nitawapokea siku zote. Siwezi kataa. Lakini wakati mwingine nitakuwa mkali kidogo kwa wengine wenu. Maana uwezi enda ile tumekupatia baada ya siku 2 umerudi. Tukiuliza sababu, wewe ndio ulienda kusomea boss. Usema kama nyinyi hata hapa hii mgupu hajui kazi. Wewe wachana naye, ajui ache na amekupatia. Wewe uko na haja ajue ama akulipe. Siuende ile kitu umeendea. Usiende uchunguze mgupu na nguvu sana. Waswahili wanasema panyani mbaya kiatu chake ni dawa. Yaani mwenye kukulipa anaweza kuwa hana sura mzuri ile unatafuta. Wewe ulienda kutafuta sura ama ulienda kutafuta biashara? Biashara zingine tunapata na mwenye amekupatia ungeambiwa uangalie mara ya pili, unaacha naye unaangalia upande hii. What is your problem? I am more interested with the work. Situkae sura yoyote ile lakini kazi iwepo. Kama mtananielewa wapendwa. This is something which has happened in the world of today. Wapendwa wataki mambo hii ndogo ndogo. Actually hata kampuni zingine inakupatia kitu naitwa uwa volunteer. Na mwingine anasema volunteer hiyo ni kwenda kutajirisha kampuni. Do you know what volunteer kazi yake ni gani?
Kazi ya volunteer ni kwamba uonekane kama we ni mtu wa bidii, uonekane kama mtu serious, kama ni mtu ambaye anaweza fanya kazi. Then all of a sudden utakuta inatangazwa internally hapo. Na yenye haijajulikana na wengine, na kwa sababu we uko hapo unakuwa mtu ya kwanza kuchukuliwa. Is anyone listening to me? So kando na ile kitu Yesu atasema kukuhusu brother, kuna watu wengi ulimwengu huu ambao watasema kitu kukuhusu. Kuna watu wengi kwa familia watasema kitu kukuhusu. Kuna majirani wengi watasema kitu kukuhusu. So Yesu hapa ako na injili yake, ameenda amekuta mtu aliyekuwa naitwa Mathayo. Na Mathayo huyu akaenda, ama Yesu alienda naye kwa nyumba yake. Na alipofika kwa nyumba ya Matthew, maana yeye alikuwa ni mtu ya kutoa ushuru, alikuwa mtu ya KRA ya huko, yule jamaa akaita watu yake ya KRA wengi, wakachaa nyumba ding. Then kulikuwa na watu wanaitwa Farisayo, wakaanza kusema, kwani huyu Yesu naye ni rafiki ya wale wanaotoa ushuru na wenye dhambi? Lakini Yesu akajibu kitu kimoja ambaye nataka ufahamu wapendwa. Yesu akajibu akasema hivi, you can read boss, very important, the answer of Jesus. What would Jesus say? What would Jesus do? Do you know what Jesus answered? Na hii ndio what we are dealing with in the world of today. Wakati ngine tumeombea watu hapa, yani already unasikia hii mtu ako mbali na system. Lakini kuwa mbali na system is not what is important. Jesus is calling them. We are never calling any of you to come to us. Unaelewa ile kitu nasema? Wakati tunapowaita mbele hapa wapendwa, hakuna mtu tunaita kwa ajili yetu. Hakuna mtu ameitwa akuja hapa mbele aombewe na mimi ama pastor ama wengine. All we are doing is you have come to Jesus. And because you have come to him, he will take away your burden. It is him who takes away burdens. It is him who heals people. It is him who delivers people. Sisi yetu ni kuunganisha imani yako na imani yetu. Na tukiunganisha imani yako na imani yetu, then it brings the miracle to pass. So Yesu hapa ameenda familia ya Matthew, na wenye dhambi wamejaa pale, na wenye kutoa ushuru wamejaa nyumba hiyo, na wale Wafarisayo wakaanza kumkemea, wakaanza kumsemea Yesu bibaya. Lakini jibu la Yesu liko hapo chini, akasema anayekuwa sawa, yani sio mgonjwa, huyo ndio hahitaji daktari. Hata kakuja specialisti, atamuona, atamsalimia, atampita. Lakini yule aliye na magonjwa, hata kama sio specialisti, so long as ako na jina ya udaktari, atamwendea, atamuuliza maswali, maana anatafuta jibu ya maisha yake. Bwana asifiwe. Amen. So you can read boss. 11 nasema, Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Mwenye ako na afya njema hahitaji daktari, hahitaji mkanga, hahitaji tabibu. Lakini aliye na shida ya magonjwa, huyo ndiye anahitaji.
So wakati ilifanyika hivyo, tamko la Yesu na kuona kwake ni kwamba kando na watu kuwa na dhambi na kukaa mbali, akawa lazima awe na kitu tofauti ya kusema, na kwamba huyo mtu anamhitaji daktari. Tunawaita watu wakuje kanisa ili wapendwa, tukiwa na malengo moja kubwa kuliko yote. Lengo kubwa ni wakutane na huyu tabibu, wakutane na huyu daktari, na huyu daktari adungi sindano ugonjwa moja, ako na sindano zote ya maisha yote. Kama amekuja mtu asiye na amani, Kristo Yesu atamdunga sindano yake yenye itampatia amani. Huyu tabibu ako kitu naitwa one stop center. Hauna haja kumwendea na vitu moja moja, umgujie na vyote, na yeye atatoa tamko moja, na tamko lake moja iko sawa kushughulikia mambo yote. Bwana asifiwe. So this is what I'm saying, brothers and sisters. Iko kusema, iko kufikiria, iko kutenda. Lakini ile neno yenye nakuachia leo ninapomaliza, maana muda wetu ni chache, ni kwamba je, kwa kila jambo unalofanya, kwa kila kitu unachofikiria, kwa kila jambo unapitia, je, huyu Yesu atasemaje ama atafanyaje? Lakini kwa haraka jibu na kupatia ni kwamba kama ni shida aina yote, anasema njoo kwangu na mimi nitakushughulikia. Jibu moja tu inatosha wapendwa. Kama ni jambo lolote ile, dhambi iliyosindikana, magonjwa yaliyokwama, hata maisha ya kuteseka, kama kuna mtu ambaye atakuwa na haja, jibu lake ni moja: njoo kwangu nyinyi wote munaosumbuka na dhambi, nami nitawapumzisha. Munayosumbuka na mambo aina yote, yeye yuko hapa kutoa tamko moja. Tamko hilo ni kwamba kwa Kalvari yote yaliisha, yote yalikwisha. Hauna haja kulia, hauna haja kuteseka, hauna haja kuhangaika. Kuna tabibu ambaye anatibu aina zote. Wiki ile ngine tukikutana nitakwambia zaidi ya hapo, lakini itoshe kwa leo ya kwamba huyu tabibu ako na jibu ya mambo yote. Mungu awabariki. Amen. Amen.